Pole sana mume wa Martha, watoto, ndugu wote. Mungu awafariji. Amani ya Kristo iwafariji. Martha alikuwa pambanaji kama walivyosema watumishi wa Mungu. Alikuwa mstari wa mbele katika injili nyanja zote, kwenye uimbaji, kwenye injili, na hatimaye Mungu akamwinua na kumpa huduma ya uchungaji. Nakumbuka maneno ambayo alikuwa ananiambia zamani sana. Aliwahi kusema, dada, mimi kama dunia nilishaimaliza, sihitaji dunia. Nilipogeuka kama alivyohubiri mtumishi wa Mungu wa askofu, sihitaji kitu chochote, na wote ni mashahidi jinsi ambavyo Martha alimcha Mungu. Martha hakutaka kujichanganya wala kujishirikisha katika mambo ya dhambi. Na tunafahamu waimbaji, Martha hatukuwahi kusikia maskendo, mara hiki, mara ana hiki. Hakuwa na mambo yote zaidi ya Yesu na Injili. Haleluya. Kwa hiyo tunatumaini, tunafuraha kwamba Martha yuko sehemu salama. Mungu awafariji. Binti zangu, watu wanangu, jipeni moyo. Tutamuona Martha siku moja katika utukufu mkuu. Familia na wote, Mungu awafariji. Naomba kiongozi wangu aweze kuikabidhi hii kwa familia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akubariki sana. Kwa niaba ya uongozi wa chama cha muziki wa Injili ambao ni mtumishi wa Mungu Ado Novemba kama mwenyekiti wa chama cha muziki wa Injili na rais wa shirikisho la muziki, tuko hapa kwa niaba yake. Mimi kwa niaba ya uongozi ninaweza kusema pole sana watoto na pole sana wote walioguswa na msiba huu. Amina. Pole sana mchungaji na askofu pamoja na wachungaji wote. Utaratibu wetu sisi kama waimbaji wa nyimbo za muziki wa Injili huwa tunaiona familia baada ya kurudi. Kwa hiyo niseme tu, Mungu awabariki watoto. Mtakapokuwa mmerudi tutakuwa tunawasiliana, tutakuja kuwaona. Mungu awabariki sana, mbarikiwe. Asante.